Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana mahali popote ulipo na unapotufuatilia ulimwenguni. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu ambao utakutia moyo, utakuimarisha na utakutia nguvu. Na kabla ya mambo yote, tutamshukuru Mungu kwanza kipekee kwa ajili ya siku ya leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya saa hii na majira haya. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu popote alipo, anapofuatilia vipindi hivi vya neno la Mungu. Tunakusii uwepo wa Roho yako Mtakatifu kapate kutuatamia. Ziguse fahamu zetu na akili zetu kazifunue, ili tupate kuelewa kile ambacho unazungumza nasi. Bwana, hatuna budi sisi kujishuka na wewe upate kuzidi na kuongezeka na ukazungumze na watu kwa namna ya tofauti sana. Katika jina la Yesu Kristo, bariki ujumbe wa neno lako wa siku ya leo. Amen. Mpendwa mtazamaji, tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu, na leo tuna kipindi kipya kabisa ambacho kinazungumzia kunena kwa lugha. Na tunaongozwa na kichwa cha somo katika kitabu kile cha Marko sura ya 16 mstari ule wa 15 mpaka wa 17. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Mstari mwingine wa msingi uko katika kile kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza, kitabu cha Yuda kwenye Biblia, Yuda sura ile ya kwanza kwenye ule mstari wa 20. Yuda ile sura ya kwanza ule mstari wa 20 inasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho. Mstari mwingine wa msingi ambao unatuongoza katika somo la leo la umuhimu wa kunena kwa lugha ni Wakorinto wa kwanza sura ile ya 14 mstari ule wa 2 mpaka wa 4, ambalo linasema, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika Roho. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga, kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Sasa, kwa nini tunatoa hili somo la kunena kwa lugha? Kwanza ni ili kusaidia watakatifu, hasa katika nyakati hizi za mwisho ambazo sasa tumeanza kuziingia. Watu wengi sana wataumizwa, na wataumizwa ndani, watavunjwa moyo. Sasa ukishajazwa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha ni ishara ya Roho Mtakatifu. Na katika kile kitabu cha Marko sura ya 16 kuanzia mstari ule wa 15 mpaka wa 16 inaeleza vizuri kwamba anasema, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila aminie na kuokoka ataokoka. Kila aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Lakini anasema kwamba na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Kwanza, ishara ya kwanza, kwa jina la Yesu wale watumishi wa Mungu watatoa pepo. Ya pili,
watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Kunena kwa lugha ni ishara mojawapo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni matokeo ya kitu kinachotendeka ndani ya moyo wa mtu. Tulikwisha kufundisha kumuhusu Roho Mtakatifu katika vipindi vilivyopita, lakini Roho Mtakatifu ni chombo cha ujenzi. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari ule wa 2, unaona anasema kwamba mtu anayenena kwa lugha anaongea na Mungu maneno ya siri, lakini yule anayehutubu, kuhutubu ni kama kuhubiri, kama mimi nilivyo, haongei na Mungu direct, ila anaongea na kundi ambalo linamsikiliza. Kama wewe unavyonisikiliza sasa, ni kwamba sasa hapa ninahutubu, lakini sasa nikianza kunena kwa lugha hapa hautaweza kuelewa ninachoongea, kwa sababu nitakuwa sasa ninaongea vitu ambavyo ni vya siri na Mungu. Na hii iko katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 mstari ule wa 2. Kwa hiyo anasema kwamba kwenye ule mstari wa 4, yeye anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Kinachojengwa ni kitu kilichobomoka. Sasa kuna watu wengi sana wamejeruhika, ni watumishi wa Mungu lakini wamejeruhika. Na washauri sasa, kubalini mjazwe Roho Mtakatifu na muombe kwa kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Unapoomba kwa kunena kwa lugha kwa muda mrefu, kitakachotokea ni kwamba nafsi yako itajengwa. Ndio maana Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 4 nasema kwamba yeye anenaye kwa lugha anaijenga nafsi yake, bali yeye ahutubuye analijenga kanisa. Kwa hiyo omba Roho Mtakatifu, omba ujazo wa Roho Mtakatifu, ujazwe Roho Mtakatifu, unene kwa lugha mpya, akujalie kunena kwa lugha mpya. Roho Mtakatifu akikujalia kunena kwa lugha, utaomba kwa muda mrefu bila kuchoka. Lakini kwa nini ninasema hivyo? Ni kwa sababu katika siku za mwisho watu wengi watavunjwa moyo. Watu wengi watavunjwa moyo kwa ajili ya mambo mbalimbali yatakayokuwa yanatokea ulimwenguni kote. Sasa amesema katika lile neno la Mathayo 24 ya kwamba kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Sasa upendo ukipoa, yote yanayofanyika nje ya upendo ni mambo magumu sana, yenye kutisha, yenye kuvunja moyo, yenye kujeruhi, yenye kuumiza. Kwa hiyo ukinena kwa lugha, nafsi yako inajengwa. Ukinena kwa lugha, maana yake akili zako hazina matunda, roho yako ndio inakuwa tu inaongea. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14 inaeleza vizuri. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia. Kwa hiyo kuna kuomba kwa roho na kuna kuomba kwa akili. Kuna kuomba kwa roho na kuna kuomba kwa akili. Kuna mambo unatakiwa uombe kwa akili na kuna mambo ambayo unatakiwa uombe kwa kunena kwa lugha. Sasa katika Yuda 1:20 imeeleza zaidi kwamba bali ninyi wapenzi, mkijenga katika imani iliyokuwa takatifu sana na kuomba kwa roho, maana yake kuomba kwa kunena kwa lugha. Sasa kunena kwa lugha ni ishara ambayo Roho Mtakatifu anamjalia mtu kwa ajili ya sababu zake. Kwa hiyo binafsi Roho Mtakatifu anaweza akataka wewe unene kwa lugha na usiombe kwa akili. Kuomba kwa akili maana yake ni uombe kwa lugha unayoijua. Uombe kwa lugha ambayo unaijua na watu ambao unawaongoza wanaijua. Lakini kuomba kwa roho, wale ambao unawaongoza hawawezi kuijua hiyo lugha ambayo sasa unaitumia, kwa sababu ile ni lugha kutoka mbinguni. Na unavyokuwa unazungumza, anayeelewa ni Mungu tu. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 mstari ule wa 4 imezungumza zaidi kwamba nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kwa hiyo ukisoma mstari wa 2 anasema kwamba mtu anayeomba kwa kunena kwa lugha anazungumza na Mungu mambo ya sirini. Kwa hiyo kuna
unaponena kwa lugha maanake unaongea na Mungu vitu vya siri ambavyo hata wewe huvijui, lakini yeye anafahamu nini unachoomba. Na kunena kwa lugha ni kitu kizuri sana. Jitahidi sana kuomba kwa kunena kwa lugha, hasa muda mrefu. Kama unakutana na majeraha katika utumishi wako, unakutana na mambo ya kuumiza, basi wewe omba kwa kunena kwa lugha. Unapoomba kwa kunena kwa lugha inakusaidia sana, kwa sababu pale ni roho anaomba, sio akili. Na Warumi 8 mstari ule wa 26 inaeleza vizuri kwamba kadhalika roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa sisi hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Akusema hujui kuomba, amesema kwamba haujui kuomba jinsi ipasavyo. Sio kwamba haujui kuomba, lakini yeye anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkika kibinadamu. Kwa hivyo nakushauri uanze kuomba, ujazwe Roho Mtakatifu kama hujajazwa Roho Mtakatifu, na akujalie hii ishara mojawapo ya kunena kwa lugha. Na ukinena kwa lugha sasa, Roho Mtakatifu sasa atajenga nafsi yako kama kuna mahali imevunjika. Katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 ameeleza vizuri kwenye ule mstari wa 10 kwamba nimekuita ili kubomoa, kuvunja, kuharibu, kuangamiza, ili kujenga. Kama Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako, yeye ni chombo cha ujenzi. Ukiona unanena kwa lugha kwa muda mrefu, kuna kitu kinajengwa kwenye nafsi yako. Nafsi yako inaweza ikawa ilipata majeraha. Unaweza ukanena kwa lugha na ukapata uponyaji wa majeraha ya ndani mazito. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wamekuwa wanapitia maumivu, wanatembea na uchungu, wanatembea na visasi, kwa sababu hawajapewa hii ishara ya kuomba kwa kunena kwa lugha, ili nafsi zao zijengwe sasa na Yuda 1:20, ili nafsi zao zijengwe sasa na Wakorintho wa kwanza 14 ule mstari wa 4 inavyosema kwamba yeye anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Hauwezi kujengwa kama haijavunjika. Inaweza ikawa imevunjika, za kukutana kuna mahali umepitia, omba upewe kunena kwa lugha. Kwa hiyo katika hii sehemu ya kwanza ningependa uelewe kwamba